Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazungumzia ugumu wa riski kwa yule ambaye mwanzoni wakati anaanza harakati zake za maisha mambo yalikuwa yamefunguka, mambo yako sawa, anayoyashika alhamdulillah yanakwenda, analolifanya anaona baraka ya Mungu inapatikana, lakini kwa ghafla akaona kila kitu kinabadilika katika maisha yake, hali zote zinabadilika, ugumu wa maisha unakuja mpaka inafika hatua mpaka nauli ya kupandia daladala anaikosa. Naomba leo niusikilize kwa makini sana, na kusudia wale ambao mwanzo wakati unaanzisha biashara yako ilikuwa iko hot kweli, ilikuwa ina mvuto, ilikuwa inavutia watu, ulikuwa una wateja, ulikuwa unafanya biashara, mashallah, faida unaiona, lakini kadri ya siku zilivyokuwa zinazidi zinakwenda, ile biashara inashuka, ile biashara inapungua, hatimaye mpaka unafika hatua namaliza siku haupati mteja wa aina yote. Naomba pia nisikilize kwa makini, na kusudia na wewe ambaye inshallah kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo watu walikuwa wakikupenda, mwanzo watu wakikufurahia, mwanzo watu wakikushirikisha katika baadhi ya mambo yao, lakini imefika hatua unachukiwa pasi na sababu, watu wanakuchukia tu na hakuna sababu ya aina yoyote ile, watu hawakupendi, hawataki hata kukuona. Naomba usivuke hii video leo, nisikilize kwa makini, kwa maana nataka nikakufunze dawa mujarrab sana itakayokusaidia insha Allahu alkarim kutokana na mazonge especially kama hayo. Sasa waathirika wa haya mambo yote niliyoyazungumza hapa wanatibiwa kwa dawa tatu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukinisikiliza kwa makini ndugu yangu, utakuja kunishukuru baadaye kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakupa hii bure kabisa kwa idhini ya Allah, ili nataka uende ukafanye na Mwenyezi Mungu akutendee miujiza katika matibabu utakayofanya. Usisahau ya kuwa addalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kujulisha kheri ni kama yule aliitenda kheri ile. Na mimi nakujulisha kheri hii ndugu yangu, na wewe mjumlishe na mwenzako insha Allahu alkarim. Share zaidi hii video iwafikie watu wengi, ili kila mtu aweze kupata baraka inshallah. Una vitu vitatu ambavyo unatakiwa uvitafute. Kitu cha kwanza kabisa, tafuta mafuta ya mjafari, na leo nimekubebea ni haya hapa, mafuta ya mjafari. Tafuta mafuta ya mjafari, alafu tafuta mafuta ya kafur, yani kafur white, ni haya hapa, hili ndio boksi lake. Mafuta ya karafuu white boksi lake ni hili. Lakini baada ya hapo tafuta dawa inayoitwa mfunguo, nimeibeba hapa leo inshallah, nataka nikuoneshe. Umeona hii dawa ya rangi ya kijani, hii ndiyo inaitwa ufunguo au mfunguo. Sasa ukishakuwa umepata dawa kama hii, upate robo kama hii niliyoikamata mimi, yani ujazo wake uwe kama hivi. Sasa ukishaupata hii utaigawanya mara tatu, yani utaigawa mara tatu. Ukishaitoa katika hili pakti, hii dawa utaigawa mara tatu, itakuwa katika mafungu matatu. Fungu la kwanza utalitumia siku ya kwanza, fungu la pili utalitumia siku ya pili, fungu la tatu utaitumia siku ya tatu. Sasa haya mafuta ya aina mbili utakapokuwa umeyapata mafuta ya mjafari na umepata mafuta ya kafur white, yachanganye yote kwa pamoja iwe ni mafuta ya aina moja. Ukishachanganya yote kwa aina moja, unachukua siku ya kwanza, fungu lako la kwanza la hii dawa ya ufunguo unalitia ndani ya sufuria ya maji, alafu kisha unachukua mafuta haya kafur white unatonezea ndani ya yale maji uliochanganya na hii dawa ya ufunguo matone matatu. Kisha utachukua yani haya mafuta ambayo umeyachanganya ya kafur white pamoja na mjafari, utanyunyuzia mule matone matatu katika ile sufuria. Kisha tafuta mfuniko wako madhubuti, funika, iweke jikoni, acha ichemke kwa kiasi kikubwa sana ile dawa. Acha ichemke ambao at least chukua kama dawa iliyochemka kwa muda wa dakika 20 mpaka 25. Inategemea, kama ni gesi unaweza ukakusudia hata dakika 10 mpaka dakika 15, inshallah ikawa ni yenye kutosha. Sasa baada hapo, chukua yale maji yako yakiwa na uvuguvugu vile vile, chuja vizuri kabisa yale maji, yachujike. Kisha chujika yale maji, unachujia kwenye ndoo. Baada hapo unachukua maji mengine unatia ndani ya ile ndoo yako. Ukishamaliza kutia yale maji ndani ya ndoo yako, yale maji yasogeze karibu na mdomo wako, yasomee suratu Sharhi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hizi aya unazisoma mara hii sura unaisoma mara 21
katika yale maji yako. Baada ya hapo utamsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa salatu ibrahimia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka Hamidum Majid. Ukishamaliza hapo utakwenda kuyaoga haya maji yako. Ni bora zaidi ukapata sehemu ambayo sio chooni ama bafu ambalo imeungana na bomba yake na choo. Ukipata sehemu ambayo sio chooni ni aula zaidi na ni bora zaidi kulifanya hivyo. Vipi utaoga yale maji? Ukiwa na manuizi yako ya ndani, ikiwa kama wewe ulidondoka kimaisha, mwanzo maisha yako yalikuwa mazuri lakini ukawa umedondoka kimaisha, au ulikuwa na biashara ulianzisha vizuri, biashara ikawa iende, ukawa unachukiwa na watu pasa sababu ya aina yoyote ile, nisikilize kwa makini. Unaoga kwa manuizi inshallah. Wakati pale unapooga, kama itakuwa ni sehemu tofauti na chooni, hakikisha usioge ukawa uko uchi wa nyama, yani ukawa umetoa nguo zote. Kama ni sehemu itakuwa ni tofauti na choo, hakikisha unachukua aidha ni kanga unajifunga, au nguo yoyote ambayo unajua ni nyepesi transparent, unakuwa umevaa ile nguo. Baada ya kuivaa ile nguo ndio unafanya ile zoezi la kuoga. Kwanza kabisa utaanza na kopo tatu za kuoga. Kopo ya kwanza kabisa, bismillah, utaanza na ubavu wako wa kulia. Ubavu wako wa kulia ndio utaanza kujimwagia maji, huku ukimtawakal Allah katika nafsi yako. Kama Mwenyezi Mungu, matatizo yangu, ugumu wangu unakuja unatokana na hasadi, unatokana na kijicho, unatokana na vifungo vya uchawi, unatokana na maagano ya uchawi na giza lile la mwili, basi nakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo maji yanatiririka katika mwili wangu yakazama chini ya ardhi, ndivyo matatizo yangu yazame ndani yake. Baada ya hapo unachukua kopo la pili unamwagia upande wa kushoto. Baada ya hapo kopo la tatu utachukua unanibwagia kichwani na mwili mzima unakuwa umeroana. Baada ya hapo unamalizia kuoga yale maji yako kama kawaida. Zoezi hili unatakiwa ulifanye kwa muda wa siku 3 kulingana na yale mafungu ya dawa uliyoagawa. Siku ya kwanza unafanya tena, siku ya pili unafanya tena, siku ya 3 biidhnillahi alkarim. Hapo unaweza ukaona mabadiliko makubwa sana. Kwa faida tu nyingine nikupe, hii dawa nilokufundisha leo, hata wale ambao hawatibikaji, yani matibabu yao yanakuwa ni magumu, mtu kishangaika sana hatibiki, ukianza na hii kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi matibabu yoyote utakayoyafanya kwa idhini ya Mungu utaona mafanikio yake, la shaka fihi. Wala usiwe na wasiwasi, wala usiwe na papara juu ya hili. Hii ninakupa ni vitu ambavyo vimefanywa tajriba, majaribio, na vikaleta mafanikio yaliyokuwa makubwa sana. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakuomba inshallah, kama kweli una matatizo, ni muhanga wa matatizo haya niliyoyazungumza hapa, umeporomoka ghafla kimaisha, ulikuwa na maisha yako mwenyewe mazuri, ulikuwa na kazi zako mwenyewe nzuri, hatimaye umeporomoka, kila unaloshika uliendi, kila unalofanya liendi, fanya jambo hili kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ni aula na itakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo unaweza ukatumia hili asubuhi ukafanya, au jioni, time yoyote utakayoamua, haina muda maalum, time yoyote unaweza ukafanya na haina shaka hata kidogo. Hakikisha unatafuta mafuta original ya mjafari, hakikisha unatafuta mafuta original ya karafuu maiti. Alhamdulillah, na sisi kama tunavyowajali watu wetu na tunavyowapenda mafansi wetu ambao wanafuatilia darasa zetu kila siku, alhamdulillah, sisi tumeandaa kabisa mafuta ambayo tayari tumeshachanganya, mafuta ya kafuru white na mafuta ya mjafari. Lakini sisi hatukusomea lamnashara hatu peke yake, tumezifanyia visomo vikubwa, ikiwepo na visomo vya kufungua, yani visomo vya ufunguzi, kumfungua mtu mwili wake ili waondokane na mabalaa, ondokane na majanga. Kwa utakapoyapata haya mafuta insha Allahu alkarim, unakuwa kazi yako wewe hauna tena haja kwenda kusomea, ni kwenda kutumia tu. Lakini pia unga wa mfunguo tunao, na ambao nao pia tumeufanyia visomo vilivyokuwa vikubwa kabisa. Kwa hiyo unaweza pia ukachukua unga huu wa mfunguo kutoka kwetu ambao tayari tumeufanyia visomo na ni visomo vikubwa, na ukachukua pia mafuta ambayo tayari yenyewe tumefanyia visomo. Kazi yako ni kutoneza kwenye yale maji ambayo utakwenda kuchemsha na kwenda kuoga insha Allahul Karim, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi wa mambo kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukanitafuta kwa 0787552211 ama ukanitafuta kwa 0755577022. Ni mimi ndugu yako katika kheri, Sheikh Omar Al-Basri kutoka Dar es Salaam Kigamboni. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaykum wal